Ni kutoka katika taifa la Eswatini. Mchezo umetamatika vizuri kweli kweli hapa katika dimba la Somhololo nchini Eswatini, na dakika 90 zimetamatika na huku Simba akiweza kuibuka kwa ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Nsingizini. Mchezo ulikuwa ni mzuri kweli kweli. Timu zote mbili zilijaribu kushirikiana na kufanya vizuri kwa kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Mambo yaliendelea kwa vizuri kweli kweli, na baada tu ya mchezo huo mambo yalikuwa magumu kwa upande wa Nsingizini. Waliweza kuleta fujo za hapa na pale, kuweza kuwaletea fujo kwa baadhi ya wachezaji wa Simba. Kipindi Simba mchezo huo ulivyotamatika katika dimba hili kama unavyolitazama, na hao ni mashabiki wa Nsingizini, walikuwa wamekaa katikati ya barabara ama ile njia ambayo gari la Simba ilipaswa kuweza kupita katika eneo hilo, lakini wao walijifanya kama vile wapo bize, na huku wakiendelea kuimba pamoja na kucheza. Ilichukua dakika kama 10 hivi mpaka kufikia dakika 15. Mashabiki hao waliendelea kusalia katika maeneo hayo na huku wakijifanya kuendelea kuimba na kucheza. Hii imetoa ishara kwamba walikuwa wanawazuia gari hilo ambalo Simba walikuwa wamepanda baada tu ya mchezo huo kutamatika, na Simba walitaka kurudi katika hoteli ambayo waliokuwa wamefikia. Lakini kwa upande tu wa mashabiki hao kama unavyowatazama, walikuwa ni kuwazuia, tafsiri nyepesi niseme hivyo, walikuwa kama vile wanawazuia na kuto kulipisha lile gari ambalo lilikuwa limepanda ama wamepanda wachezaji wa klabu hiyo ya Simba. Ilikuwa sio rahisi sana kuweza kupisha njia, na ilichukua dakika mpaka 15 hao mashabiki waliendelea kusalia katika maeneo hayo, na huku Simba walichokuwa wamefanya ni kushuka chini kwa baadhi ya viongozi ili kwenda kuzungumza nao. Kidogo ilichukua muda mrefu sana kuweza kuelewana, mpaka maaskari pamoja na watu wa usalama ndipo walipoweza kuamua kuingilia ugomvi huo na kuweza kuwapisha ama kulipisha gari hilo na kuendelea. Hii inatoa ishara kwamba Nsingizini hawana cha kupoteza, kwamba mchezo tu wa mkondo wa kwanza umepigwa goli 3 katika ardhi ya nyumbani. Hiyo inaitoa ishara kwamba mchezo wa marudiano utaenda kufanya nini. So mashabiki wa Nsingizini wamesema kwamba sisi hatuna tena cha kupoteza, kama kufungwa tumeshafungwa goli 3, hii kazi yetu ndio imeishia hapo. Lakini kitu ambacho Simba walichokuwa wamefanyiwa ni kinyume na utaratibu vile ambavyo tulivyokuwa tumezoea katika mataifa mbalimbali huko Simba walipokuwa wameenda. Hii inatengeneza historia kama vile ilivyokuwa katika nchi pale ya Libya, ambapo Simba alicheza dhidi ya Al Ahly Tripoli, na mchezo huo ulimalizika kwa sare. La mashabiki na viongozi wa klabu hiyo ya Al Ahly Tripoli na pia waliendelea kuweza kuwapa fujo ama kuwafanyia fujo kwa baadhi ya wachezaji. Kama nakumbuka, alikuwa kipa zamani wa klabu hiyo ya Simba Sports Club Tanzania, Aishi Salum Manula, aliweza kupigwa makofi na baadhi ya maaskari ambao maaskari wa klabu hiyo ya Al Ahly Tripoli. Kesi ilikuwa ni kubwa kweli kweli, na kila mmoja alikuwa ni kama vile amestushwa na ile situation ambayo ilikuwa imejitokeza. Lakini hali kubwa ni hii ya leo ambayo imejirudia kwa mara nyingine tena. Simba wapo katika ardhi ya ugenini, lakini pia baada tu ya mchezo kutamatika katika dimba hili la Somhololo Stadium Mbabane nchini Eswatini, na wao pia wameendelea kufanywa fujo. Lakini hao ni mashabiki wengi, lakini ishara kwamba wao walijifanya kama vile wanacheza, lakini si kucheza, na walikuwa wanajua kabisa nyuma yetu kuna gari linakuja, ambalo gari hilo ni gari ambalo waliopanda mashabiki au waliopanda wachezaji wa klabu hiyo ya Simba. Ingechukua dakika kama 5 hivi au 6 ingekuwa fujo, kwa maana mashabiki wa Simba wanaoishi katika maeneo haya karibu kutoka Afrika Kusini, Mozambiki, Botswana kwa jumla, na hata hawa mashabiki ambao wanaoishi hapa nchini Eswatini nao pia walikuwa hawakutaka
ndio kitu pekee ambacho kilipaswa kuweza kutulizwa na baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Simba. Lakini kukosa hivyo, mashabiki wa Simba nao pia walitamani kuingilia huo ugomvi na kuona kama vile ni dharau ambazo walizokuwa wakizileta mashabiki wa klabu hiyo ya Singizini kuweza kuwazuia kwa baadhi ya gari hilo ambalo walikuwa wamepanda viongozi pamoja na wachezaji wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kubwa kuliko Simba anatoka katika uwanja wa Somhololo Stadium hapa Mbabane nchini Eswatini. Ni kama vile wafalme ni wafalme wazito kweli baada ya kufanya vizuri katika ardhi ya ugenini. Kufunga magoli 3 katika ardhi ya ugenini si kazi rahisi, ni kazi nzuri kweli ambayo walikuwa wameifanya kwa wachezaji wa klabu hiyo ya Simba. Simba anatarajia kurudi leo kwa sababu ya ushindi ambao alikuwa ameweza kupata. Ratiba ilitakiwa waanze safari kesho, lakini taarifa tu ambazo nilizokuwa nimezipata, wataanza safari usiku wa hii leo na kufika paka taifa hilo la Afrika Kusini, na baada ya hapo watachukua chuma kingine kutoka hapo Afrika Kusini Johannesburg na kurudi Tanzania. Tafsiri ni kwamba watafika kule nchini huenda ikawa ni alfajiri, kwa mujibu wa taarifa tu ambazo nilizokutana nazo, ama taarifa tu ambazo nilizokukabidhiwa. Lakini kubwa kuliko ni mchezo ulikuwa mzuri kweli katika dimba la Somhololo nchini Eswatini, na wachezaji wote wakishangilia kwa furaha kile ambacho walichokuwa wamekipata katika mchezo huu wa mkondo wa kwanza kombe la ligi mabingwa barani Afrika. Lakini pia kocha mkuu wa kikosi hiko cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Dimitri Pantev, ni moja kati ya makocha bora kweli. Ameingia na kutangazwa na Simba wiki 2 hivi nadhani, lakini leo ameenda kufanya kitu kizuri kweli. Moja kati ya mipango ambayo alikuwa ameweza kuiweka, na mipango hiyo imeweza kumlipa, ama mipango hiyo imeweza kumpa faida kubwa kweli. Hii ni Game On TZ. Tupo hapa nchini Eswatini tukihakikisha kabisa yale ambayo ulikuwa huyapati, basi hapa itakuwa ni sehemu sahihi kweli ya kuweza kuyapata. Elie Mpanzu Kibisawala, kwa baadhi tu ya mashabiki wamekuwa kama vile wamelalamika ama wametoa mapovu yao kwa kutokuwa serious sana katika eneo la uwanja. Imeonekana kama vile hayuko serious, wenzie wapo serious pale ambapo anapata mpira, yeye anakuwa kama vile ni mchezaji ambaye hayupo uwanjani. Wengi wanasema kwamba hiyo ni mmoja kati ya mipango ambayo kocha Dimitri Pantev alikuwa nayo, na wengine wanasema kwamba mipango hiyo ilikuwa kama vile mipango hewa, huku akiamini kwamba Elie Mpanzu kiwango chake tayari kimeshaweza kufulia. Maoni yako ni yapi kwa Elie Mpanzu Kibisawala? Kwa hapo ambaye hivi sasa unayotazama kwamba Elie Mpanzu kwamba kiwango chake kimepungua, ama kiwango chake ama tu ni uchovu wa hapa na pale. Lakini mashabiki wengine wanasema kwamba hipo haja sasa ya kuweza kuweka benchi Elie Mpanzu Kibisawala, kwa sababu amekuwa ni makosa ambayo ya kujirudia mara kwa mara. Imeonekana kwamba yeye ni bora na anafanya vile vitu ambavyo havikupaswa kabisa kuweza kufanywa katika maeneo mbalimbali ya uchezaji wa mpira. Kwa hiyo maoni yako, weka hapo maoni yako, tuambie kwamba Elie Mpanzu anachokifanya kwa hivi sasa kwenye mechi hizi za kimataifa kwamba yuko sahihi, ama ni utoto, ama ni uchovu, ama ikoje. Lakini monge moja la performance ambayo imejaribu kuoneshwa leo katika dimba hili la Somhololo hapa Mbabane nchini Eswatini, huko sifa kubwa ziende kwa Elie Mpanzu Kibu Dennis Prosper. Ni moja kati ya mashabiki ambao kila shabiki aliyetoka katika mchezo wa hii leo akiweza kumpa hongera huyo Kibu Dennis Prosper kwa kufunga magoli 2. Sio kazi rahisi na sio kazi nyepesi, kwa sababu huu ni mchezo wa mkondo wa kwanza, na mchezo wa mkondo wa pili utaenda kupigwa pale jijini Dar es Salaam katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kufunga magoli 3 ugenini sio kazi rahisi. Kama utaona kazi rahisi, basi hayo magoli 3 yageuzi kuwa chapati, ndio utajua kwamba magoli 3 ni mengi kiasi gani. Wazuia, tafsiri nyepesi niseme hivyo, walikuwa kama vile wanawazuia na kuto kulipisha lile gari ambalo lilikuwa limepanda ama wamepanda wachezaji wa klabu hiyo ya Simba. Ilikuwa sio rahisi sana kuweza kupisha njia
na ilichukua dakika mpaka 15 hao mashabiki waliendelea kusalia katika maeneo hayo, na huku Simba walichokuwa wamefanya ni kushuka chini kwa baadhi ya viongozi ili kwenda kuzungumza nao. Kidogo ilichukua muda mrefu sana kuweza kuelewana, mpaka maaskari pamoja na watu wa usalama ndipo walipoweza kuamua kuingilia ugomvi huo na kuweza kuwapisha ama kulipisha gari hilo na kuendelea. Hii inatoa ishara kwamba Nsingizini hawana cha kupoteza, kwamba mchezo tu wa mkondo wa kwanza umepigwa goli 3 katika ardhi ya nyumbani. Hiyo inaitoa ishara kwamba mchezo wa marudiano utaenda kufanya nini. So mashabiki wa Nsingizini wamesema kwamba sisi hatuna tena cha kupoteza. Kama kufungwa tumeshafungwa goli 3, hii kazi yetu ndio imeishia hapo. Lakini kitu ambacho Simba walichokuwa wamefanyiwa ni kinyume na utaratibu vile ambavyo tulivyokuwa tumezoea katika mataifa mbalimbali huko Simba walipokuwa wameenda. Hii inatengeneza historia kama vile ilivyokuwa katika nchi pale ya Libya, ambapo Simba alicheza dhidi ya Al Ahly Tripoli na mchezo huo ulimalizika kwa sare, la mashabiki na viongozi wa klabu hiyo ya Al Ahly Tripoli na pia waliendelea kuweza kuwapa fujo ama kuwafanyia fujo kwa baadhi ya wachezaji. Kama nakumbuka, alikuwa kipa zamani wa klabu hiyo ya Simba Sports Club Tanzania, Aishi Salum Manula, aliweza kupigwa makofi na baadhi ya maaskari ambao maaskari wa klabu hiyo ya Al Ahly Tripoli. Kesi ilikuwa ni kubwa kweli kweli, na kila mmoja alikuwa ni kama vile amestushwa na ile situation ambayo ilikuwa imejitokeza. Lakini hali kubwa ni hii ya leo ambayo imejirudia kwa mara nyingine tena. Simba wapo katika ardhi ya ugenini, lakini pia baada tu ya mchezo kutamatika katika dimba hili la Som Hololo Stadium Mbabane nchini Eswatini, na wao pia wameendelea kufanywa fujo. Lakini hao ni mashabiki wengi, lakini ishara kwamba wao walijifanya kama vile wanacheza, lakini si kucheza, na walikuwa wanajua kabisa nyuma yetu kuna gari linakuja, ambalo gari hilo ni gari ambalo waliopanda mashabiki au waliopanda wachezaji wa klabu hiyo ya Simba. Ingechukua dakika kama 5 hivi au 6 ingekuwa fujo, kwa maana mashabiki wa Simba wanaoishi katika maeneo haya karibu kutoka Afrika Kusini, Mozambiki, Botswana kwa jumla, na hata hawa mashabiki ambao wanaoishi hapa nchini Eswatini nao pia walikuwa hawakutaka na kile pekee ambacho kilipaswa kuweza kutulizwa na baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Simba. Lakini kukosa hivyo, mashabiki wa Simba nao pia walitamani kuingilia huo ugomvi na kuona kama vile ni dharau ambazo walizokuwa wakizileta mashabiki wa klabu hiyo ya Nsingizini kuweza kuwazuia kwa baadhi ya gari hilo ambalo walikuwa wamepanda viongozi pamoja na wachezaji wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kubwa kuliko Simba anatoka katika uwanja wa Som Hololo Stadium hapa Mbabane nchini Eswatini, ni kama vile wafalme ni wafalme wazito kweli kweli, baada ya kufanya vizuri katika ardhi ya ugenini. Kufunga magoli 3 katika ardhi ya ugenini si kazi rahisi, ni kazi nzuri kweli kweli ambayo walikuwa wameifanya kwa wachezaji wa klabu hiyo ya Simba. Simba anatarajia kurudi leo kwa sababu ya ushindi ambao alikuwa ameweza kupata. Ratiba ilitakiwa waanze safari kesho, lakini taarifa tu ambazo nilizokuwa nimezipata, wataanza safari usiku wa hii leo na kufika paka taifa hilo la Afrika Kusini, na baada ya hapo watachukua chuma kingine kutoka hapo Afrika Kusini Johannesburg na kurudi Tanzania. Tafsiri ni kwamba watafika kule nchini huenda ikawa ni alfajiri, kwa mujibu wa taarifa tu ambazo nilizokutana nazo ama taarifa tu ambazo nilizokukabidhiwa. Lakini kubwa kuliko ni mchezo ulikuwa mzuri kweli kweli katika dimba la Som Hololo nchini Eswatini, na wachezaji wote wakishangilia kwa furaha kile ambacho walichokuwa wamekipata katika mchezo huu wa mkondo wa kwanza kombe la ligi mabingwa barani Afrika. Lakini pia kocha mkuu wa kikosi hiko cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Dimitar Pantev, ni moja kati ya makocha bora kweli kweli. Ameingia na kutangazwa na Simba wiki 2 hivi nadhani, lakini leo ameenda kufanya kitu kizuri kweli kweli. Moja kati ya mipango ambayo alikuwa ameweza kuiweka, na mipango hiyo imeweza kumlipa ama mipango hiyo imeweza kumpa faida kubwa kweli kweli. Hii ni Game On TZ. Tupo hapa nchini Eswatini tukihakikisha kabisa yale ambayo ulikuwa huyapati, basi hapa itakuwa ni sehemu
sahihi kweli kweli ya kuweza kuyapata. Elie Mpanzu Kibisawala, kwa baadhi tu ya mashabiki wamekuwa kama vile wamelalamika ama wametoa mapovu yao kwa kutokuwa serious sana katika eneo la uwanja. Imeonekana kama vile hayuko serious, wenzie wapo serious pale ambapo anapata mpira, yeye anakuwa kama vile ni mchezaji ambaye hayupo uwanjani. Wengi wanasema kwamba hiyo ni mmoja kati ya mipango ambayo kocha Dimitri Lopatev alikuwa nayo, na wengine wanasema kwamba mipango hiyo ilikuwa kama vile mipango hewa, huku akiamini kwamba Elie Mpanzu kiwango chake tayari kimeshaweza kufulia. Maoni yako ni yapi kwa Elie Mpanzu Kibisawala? Kwa hapo ambaye hivi sasa unatutazama kwamba Elie Mpanzu kwamba kiwango chake kimepungua, ama kiwango chake ama tu ni uchovu wa hapa na pale. Lakini mashabiki wengine wanasema kwamba hipo haja sasa ya kuweza kuweka benchi Elie Mpanzu Kibisawala, kwa sababu amekuwa ni makosa ambayo ya kujirudia mara kwa mara. Imeonekana kwamba yeye ni bora na anafanya vile vitu ambavyo havikupaswa kabisa kuweza kufanywa katika maeneo mbalimbali ya uchezaji wa mpira. Kwa hiyo maoni yako, weka hapo maoni yako, tuambie kwamba Elie Mpanzu anachokifanya kwa hivi sasa kwenye mechi hizi za kimataifa kwamba yuko sahihi, ama ni utoto, ama ni uchovu, ama ikoje. Lakini monge moja la performance ambayo imejaribu kuoneshwa leo katika dimba hili la Som Hololo hapa Mbabane nchini Eswatini, huko sifa kubwa ziende kwa Elie Mpanzu Kibu Dennis Prosper. Ni moja kati ya mashabiki ambao kila shabiki aliyetoka katika mchezo wa hii leo akiweza kumpa hongera huyo Kibu Dennis Prosper kwa kufunga magoli mawili. Sio kazi rahisi na sio kazi nyepesi, kwa sababu huu ni mchezo wa mkondo wa kwanza, na mchezo wa mkondo wa pili utaenda kupigwa pale jijini Dar es Salaam katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kufunga magoli matatu ugenini sio kazi rahisi. Kama utaona kazi rahisi, basi hayo magoli matatu yageuzi kuwa chapati, ndio utajua kwamba magoli matatu ni mengi kiasi gani.